Firauni. Kwa kuna tabaka la watu waliokuwa juu na tabaka la pili la chini. Mpaka leo hii baada ya viongozi huwa wanatumia falsafa hii. Anaweza kuwa na watu 10 kwenye utawala wake, halafu katika wale watu 10 akawa kila mmoja kwa nafasi yake anamfanya ajione kwamba yeye ni aula kuliko mtu mwingine yoyote. Hizo ni tekniki za ndani za viongozi, kuwagawa watu, akawafanya hawa ndio wanayemhusu na hawa wafanya nini, hawamhusu. Wanufaika wa kiongozi ni wale walio chini ya toa nani ya kiongozi. Wale ambao kiongozi si sehemu yake ndio watu wanapopata matatizo makubwa chini ya utawala wa kiongozi yoyote aliyejeuri. Anasema yastadhifu taifatan minhum, akawa anawadhoofisha na kuwafanya duni baadhi ya watu miongoni mwa watu wake pale, nao walikuwa ni wana wa Israeli. Lakini shughuli nyingine alifanya yudhabihu abnaahu, pamoja na kuwatawanya na kuwafanya kuwa duni, pia alikuwa na kazi ya kuwachinja watoto wa kiume waliokuwa wakizaliwa katika familia za watu wa Israeli. Wayastahi nisaahu, lakini kuwaacha hai mabinti wa kike ili waendelee kuwa watumishi wa shughuli mbalimbali katika jamii ya watu wa mji ule chini ya utawala wa Firauni. Innahu kana min al-mufsidin, kwa hakika Firauni amekuwa ni miongoni mwa watu mafisadi. Firauni amekuwa miongoni mwa watu mafisadi. Sasa tulisema tunatumia aya mbili tu, na aya mbili ndizo hizo tulizosoma, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsomea Qur'ani. Kuna mahala Mwenyezi Mungu anasema aya nilikuwa sinaanza kuja, lakini anasema Mungu rusulan wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsusuhum alayka. Mungu anamwambia mtume, tumekupa baadhi ya visa kwa umuhimu wake vya baadhi ya mitume, lakini kuna visa vingine vingi Mwenyezi Mungu anasema hakumpa nani mtume, na alikuwa na wana wake. Sasa nasema twende katika mazingira pamoja ya haya ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Qur'ani inatakiwa kuzingatiwa. Qur'ani si kitu cha liwazo, Qur'ani inatakiwa kuzingatiwa. Aya ya pili nasema tumemteremshia Mtume Muhammad habari kubwa na nzito zinazotokana na matukio yaliyojiri kati ya Firauni na Musa kwa haki. Hili neno lina maana gani? Ndivyo lilivyokuwa. Lina maana gani kwetu kama Waislamu? Tunajifunza nini kama Waislamu juu ya kupokea matukio kama haya kupitia maneno ya Mwenyezi Mungu? Tunajifunza nini? Na tunajifunza nini? Kama mmenisikiliza vizuri, kila mmoja labda ajaribu kuona katika namna ya kusikiliza, kuna kitu fulani kimepita katika hisia zake, labda hapa wewe kama wewe unaweza kulizungumzaje hili jambo la Mwenyezi Mungu kwa kadari yake na uwezo wake na utukufu wake? Kwa nini amsimulie Mtume Muhammad habari za Musa na Firauni? Wewe unafikiria ni kwa nini Mwenyezi Mungu alifanya hivyo?
Kwa nini Mwenyezi Mungu afanye hivyo? Tena kwa msisitizo, habari hizi na kuzungumza ni habari za kweli. Kwa nini Mungu amsimulie mtume habari hizi za Musa na Firauni? Kwa nini? Na kwa nini asisitize kwamba hizi habari ni za kweli? Umejifunza nini hapa? Naam, sawa. Tumejifunza nini hapa? Wa alaykum salaam. Firauni alikuwa amechukua mipaka. Leo kama singesimuliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam habari za Musa pamoja na Firauni, hiyo ni habari ambazo zimekuwa zimepotea. Kwa hiyo alimfunulia ili kwa umma wake aje atufundishe na sisi kwamba kuchukua mipaka ni kitendo ambacho Allah kinamchukiza. Kwa hiyo asije akatokea mtu yoyote akachukua mipaka kama alivyochukua mipaka Firauni. Mwenzetu anasema alipoelewa maneno haya Mwenyezi Mungu kumsimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam habari za Musa na Firauni ili umma ujue miongoni mwa watu waliotangulia na walioyafanya, kwa lengo kwamba kama Firauni aliyafanya hayo kwa Mtume Musa, amwandae saikolojia Mtume kwamba wapo watu watakuwa kama nani? Kama Firauni. Kwa nani? Kwa Musa. Kwa hiyo yakija akatokea sio Abu Lahabi na Abu Jahali, ndio hawa sasa kuna Firauni wa na asipatikane Muislamu yoyote kuwa mpinzani wa mambo ya Mwenyezi Mungu. Leo hii mitume hawapo, lakini anapopatikana mtu kutusomea habari za Mwenyezi Mungu, wewe kama Muislamu ukiwa mpinzani wa habari za Mwenyezi Mungu kwa kuona tu anayekwambia sio mtume, wewe unajirudisha sifa nini za Firauni. Hupaswi kuingiza mgogoro wa kukanusha, kupinga, kubeza yale yanayozungumzwa na Mwenyezi Mungu na nini ya Qur'an. Ukiwa na tabia hiyo, ndio unakuwa Firauni wa nini wa zama zako. Wewe ndio unakuwa nani? Firauni. Mnaonaje? Hiyo sahihi sana. Nani atakuongezea hapa katika uelewa? Nani anaweza kuongezea hapa? Naona sijui nimewabatiza jambo hili, lakini sikwambia hata vijana kwamba tutakuwa tuna mpango huu na leo tukasema basi tutosheke na mchango wenzetu, lakini tuseme kwamba kadri tutakapoendelea katika kila aya tutapata muda wa kujadili kwa pamoja. Ndio maana naelewa tukijadili kusikia tu bila kujadili ni mapungufu ya kuelewa, lakini kama tutapata muda wa kuwa tumejifunza nini, kama wazo la mwenzetu kwamba nilichojifunza mimi katika habari hizi tukufu na nzito kubwa, Allah kumzungumza Mtume Muhammad habari za Musa na Firauni, ni kutaka kumjulisha mtume na umma wake wajue yaliyotokea kwa Musa, ili kwanza mtume naye asifadhaike na watu walizaidi, aone kwamba wapo watu wa namna hii, lakini pia umma wake usijijenge katika tabia na mazingira ya kuwa wapinzani wa kupinga mambo ya Mungu kama alivyofanya nani? Firauni kumpinga mtume Musa. Kwa hiyo mtu yoyote katika zama hizi atakayekuwa mpinzani wa maneno ya Mwenyezi Mungu, Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema ndani ya kitabu la raiba fihi, halafu atokea mtu aliwezeshwa na Mwenyezi Mungu angalia mambo wale watatu anayasema, halafu uanze mwingine bado mashia kama yaani mtu anaingiza moja ya kupinga
maneno ya Mwenyezi Mungu yasiyokuwa na nini na shaka, wewe utakuwa Firauni. Kwa hiyo tusijivishe sifa za nani? Za Firauni, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupa heshima ya kusema kwamba habari hizi ni qaumi yu'minun, zitakuwa ni sahihi na kuaminika kwa watu wenye imani. Asiokuwa na imani hawezi nini kuamini. Basi inshallah kwa Qur'ani tuishie hapa. Mimi nimesema tusome aya 2 na 3. Kesho Allah subhanahu wa ta'ala atatupa uhai, tutasoma aya 3, aya 4 na aya 5, ndizo tutakazosoma. Aya ya 5 na aya ya 6, hii ya kwanza na pili, ya 4 tumesoma. Kwa hiyo kesho tukiwa hai inshallah tutasoma aya ya 5 na aya ya 6. Lakini wakati tunaondoka tufahamu kwamba huu ndio utakaokuwa mtindo katika masomo yetu tunapojifunza. Tuondoke tumejifunza nini, tusiondoke tumesikia. Sawa, tusiondoke kwamba tumesikia nini, ila tuondoke kwamba tumejifunza nini. Wallahu a'lam. Tunakuja kwenye swali tuliloulizwa mchana katika somo letu kuhusiana na wale Waislamu wanaoishi nchi za Ulaya, nchi za mwishoni mchana kabisa wa Ulaya huko mashariki, siku na magharibi inakuwa ni mashariki ya kweli na magharibi ya kweli, kiasi ambacho hata maswala ya kuchomoza kwa jua katika nchi hizo na kuzama kwa jua katika nchi hizo, masafa ya mchana na usiku yanakuwa na ikhtilafu tofauti na miji mingine. Sisi ndani masaa 12 siku inafanya nini? Inabadilika. Kuna watu wengine kutwa yao moja ni mpaka masaa 18, wengine mpaka masaa 20. Sasa watu wa namna hii wanafungaje? Mimi nimeenda kupitia mahala kwenye maandiko, kwanza kupata taarifa. Imam Shafi, Imam Hanbali, Imam Maliki na Hanafi wamesema nini kwenye hili. Nikaja kukuta kwamba nimekosa kauli ya moja kwa moja kupitia hawa imamu wanne, kwa sababu enzi zao zile za mwanzo katika karne ya 3 na 566 huko watu walikuwa hawajatawanyika kwenda katika maeneo haya. Mzee mmoja kipindi hicho cha maimamu hawa, Waislamu walikuwa hawajasambaa sana, au binadamu walikuwa hawajasambaa sana duniani kama tulivyo sasa. Lakini Mufti Ibn Baz na Sheikh Uthaymeen wao wamesema katika hali hizo mambo ya aina 3. Sema kwanza, kama wako katika nchi ambazo kutwa yao na kuingia kwa usiku kwa muda huu hauna tofauti kubwa na watu wengine, basi watafunga hivyo kwa masaa haya. Mtu akishindwa atakula, atalipa kama ilivyo katika nyudhuru nyingine. Lakini kauli nyingine wakasema kwamba hapana, mtu wa namna hii au nchi ya namna hii watatakiwa ibada zao za swala na ibada zao za funga, madhali mchana utakuwa ni mrefu zaidi kupindukia au usiku utakuwa ni mrefu zaidi kupindukia, basi ibada zao za funga na swala watakisia kwa kufuata miji iliyo karibu na maeneo yao. Kwa mfano kama vile
Mfano sisi Tanzania tu tunafunga masaa labda 20, lakini Kenya au Ethiopia wao wakifunga ni masaa 13, na sisi masaa 18 masaa mengi zaidi kuliko. Tunatakiwa tukisema masaa haya ya wenzetu wapi wa Ethiopia kwa masaa yao, kwa sababu kuna wale wanafunga masaa 20. Masaa 20 ni masaa mengi. Kwa hiyo zile nchi ambazo masaa yao kwa kutwa yao ni ndefu zaidi kuliko miji mingine, basi watakisia kupitia miji iliyo karibu. Wengine wakasema kwa kuwa Maka ni mji mtukufu, basi wanaweza wakafanya mambo yao kupitia ibada za wapi za Maka. Hilo ndio ni kauli imezungumzwa, lakini bado naifanyia nini utafiti, na hili Sheikh amenipa homework kuendelea kufanya nini, kufanyia utafiti kwamba maneno yaliyo wazi katika habari hizi nimeona kidogo kwa mufti wa Saudia Ibn Baz na Uthaymeen wamegusia kidogo habari hizi kuonyesha kwamba kama masaa wanaweza kumudu kwa masaa hayo, basi watafunga kwa mujibu wa kutoa yao ya kuchomoza na nini na kuzama. Hawawezi masaa mengi zaidi, watafanya kiasi ya ukisia masaa ya miji iliyo karibu. Kuna ile saizi jua magharibi, nchi zote zilizokaribiana magharibi inakuwa imefika, lakini wakati wao ni magharibi, labda jua limechomoza pamoja, inafika wenzetu magharibi. Kuna watu wengine saa moja limechomoza jua, haya masaa yao nakwenda mpaka nyinyi mnafikia saa 5, wenzenu hapo saa 10 jioni. Kuna gap kubwa la nini la masaa. Sasa huyu ina maana atafunga kwa saa 5 yako ndio magharibi imefika, kwa muda sahihi anafanya nini, anafungua. Wewe unaendelea na nini na somo. Karibia mtu anaweza funga, anamzunguka mfungaji wa zile nchi za mida ile ya kawaida, anamzunguka somo labda siku moja na nini na nusu. Sasa ni homework, naendelea kufuatilia kila nitakapopata kauli ya kueleza juu ya jambo hili. Kila siku ya darasa nitafanya nini, nitaendelea kuongeza, na nipate na kitu kingine kinasema kwamba watu hawa watafanya hivi. Siku nyingine nipata jambo lingine, hawa watu watakiwa wafanye hivi. Kwa hiyo kwa kuwa sisi hili si letu na wala halitokei na wala halijatokea kutokana na mazingira tulionayo, nafikiri wale wanaoishi katika nchi zile wana ufasaha zaidi wa fatwa kwa mujibu wa sheria kuliko sisi. Sasa tutafuatilia hizo fatwa za wanazuoni wa kisasa, maana wale kizamani kipindi hicho watu walikuwa hawapo. Sasa watu hapo ndio mashehe wamefanya kazi ya kutoa maelezo haya. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akijalia, tutaendelea kadri tutakapopata maelezo ya ziada juu ya jambo hilo. Kila tukikutana na darasa baada ya darasa nitazungumza hilo, tulimaliza. Kama kuna mtu ana swali, kama nasema aulize swali moja au swali mawili, tuone kama yatakuwa ya kawaida, tunaweza tukajibu sasa hivi. Yakihitaji maelezo ya ziada, tutaenda kuletea maelezo sahihi ya ziada katika kipindi kijacho. Kama kuna mtu ana swali, basi inshallah aulize. Asalamu alaykum. Wa alaykum. Mimi na swali nataka kuuliza, liko nje ya darasa. Kwa mfano, mtu anadaiwa na kudaiwa, amepata hela kumlipa mdeni wake. Sasa yule mdeni wake ajui atampataje, yaani ameshazunguka, katumia jitihada zote, anataka kumlipa. Sasa miaka inakuwa inaenda, anataka kumlipa, lakini anakosa njia, na atamlipa design gani, na anataka kumlipa. Swali langu ndio hili, yaani anataka kumlipa, ila anayemdai kumfuata imekuwa kazi. Hakuna muulizo utafanyaje sasa. Wewe una nia kulipa
anayetakiwa kulipwa